Bado ujanja ninakwambia ni kusubscribe, kulike na kucomment bila kusahau kushare mwanamichezo popote pale ambapo unatutazama. Tupo zaidi ya 18,000. Ni wewe tu ambaye utaendelea kushare na kusubscribe, tunaendelea kwa watu wengi zaidi. Bwana, moja kati ya story kubwa ambayo ilikuwa inazungumziwa siku za hivi karibuni ni kuhusiana na Ezra Patrick Mwenda kwenye kikosi cha Young Africans. Swali ambalo lilikuwa linaulizwa, huyu bwana yuko wapi? Yupo kwenye kikosi cha Yanga, ameondokaje na ni kivipi hayupo kwenye timu hiyo? Sasa sisi On Sport TZ tumeamua kumtafuta msemaji wa timu hiyo, maafisa habari Al-Shaban Kamwe, ambaye hapa anaweka mambo yote sawa kuhusiana na Ezra Patrick Mwenda ambaye hayupo mpaka sasa kwenye kikosi hicho. Tulimpa mkataba wa miaka 3 na amehudumu mkataba huo kwa mwaka mmoja na ibakia miaka 2. Kwa nini haonekani kwenye timu? Ni swali ambalo hata sisi viongozi tumekuwa tukijiuliza, yuko wapi Ezra Patrick Mwenda? Mwishoni mwa msimu uliopita, mwanzoni mwa mwezi wa 7 tarehe 3, tulipokea barua kutoka kwa mchezaji Ezra Patrick Mwenda. Na hii ilikuja baada ya yeye kuondoka kambini, na uongozi ukajaribu kumwandikia barua ya kwanza, hakuwa amerespond kumuuliza yuko wapi, anatakiwa eneo la kazi. Ikatuma barua ya pili, pia hakuweza kurespond, na barua ya 3 ndio akaijibu, na alijibu kwa kuomba uongozi kwa ajiweke pembeni kwa sababu anasema alikuwa hayuko sawa kiakili, na alisema uamuzi huo wa kujiweka pembeni ni sehemu ya kutokuathiri jitihada ambazo timu zinazofanya katika malengo yake. Na alieleza kwenye barua yake kwamba yeye mchezaji anatakia mema timu yetu, na kwa maslahi mapana ya timu aliipa timu kipaumbele kuliko maslahi yake binafsi. Kwa hiyo uamuzi wake ilikuwa ni kujiweka pembeni na timu kwa sababu alihisi hayuko sawa kiakili. Kwa baada ya hapo, uongozi uliendelea kumtafuta mchezaji huyu kwa kumtaka arejee kambini, kwa sababu excuse ya kutokuwa sawa kiakili ni excuse ambayo unaweza kuwa nayo kibinadamu, lakini unatakiwa uwepo eneo lako la kazi. Hata kama mchezaji haupo sawa, kwa mfano kina Dickson Job, kina Mzize ambao wanapata majeruhi, hiyo pia ni sehemu ya kutokuwa sawa. Unaweza kuwa uko sawa kiakili, kwa upo sawa kimwili, lakini unatakiwa uripoti eneo lako la kazi. Hizo hakuwa anafanya hivyo. Kwa hiyo tumeendelea kumtumia barua kumjulisha kwamba anatakiwa aripoti eneo lake la kazi, na mpaka leo ninazungumza na wewe hajaripoti eneo lake la kazi, na tunamsubiri ripoti eneo lake la kazi na taratibu nyingine za kinidhamu kupitia kamati yetu ya nidhamu zitachukuliwa endapo ataripoti na kuja kutoa ufafanuzi alikuwa wapi kipindi chote hicho. Lakini hakuna taarifa kwamba klabu iliwahi kumsimamisha kwa sababu zozote zile. Uongozi wa klabu ya Young Africans haujawahi kumsimamisha, haujawahi kumwambia lolote. Ezra Patrick Mwenda ni mchezaji ambaye ametumekuwa naye kwa misimu kadhaa na amekuwa akiwa na mchango mkubwa kwenye timu yetu. Nimetokea tu mwisho wa msimu uliopita, yeye mwenyewe aliandikia klabu kwamba hayuko sawa kiakili na aliomba akae pembeni. Akae pembeni kwa sababu anahitaji muda wa kujitathmini na akili yake ikaa sawa. Sasa akasema akiendelea kuwepo pengine kutokuwa kwake sawa kungeiathiri timu. Kwa hiyo alisisitiza pia kwamba uamuzi ule ulijaa ujasiri na ni sehemu ya wajibikaji wake kuheshimu malengo ya timu. Kwa hiyo ni yeye mwenyewe alifanya hiyo decision. Hakuna kiongozi, hakuna kocha, hakuna mchezaji aliyewahi kumwambia Ezra Patrick Mwenda usije kambini, usije mazoezini, usiwe karibu na timu. Ni yeye mwenyewe alihisi kwamba hayuko sawa kiakili, akaamua kujiweka pembeni kwa ushahidi wa barua ambayo aliandika na barua ambayo ipo kwenye ofisi ya mtendaji mkuu. Kwa hiyo tunamsubiri, inshallah atakaporejea aje atueleze alikuwa wapi, na muda wote huo kamati ya nidhamu itakuja kufanya kazi yake.
Pia tumeitazama Young Africans ambao leo ina mchezo dhidi ya Coastal dhidi ya JKT Tanzania, mchezo ambao unapigwa kwenye dimba la KMC Complex hapa. Ally Kamwe pia anazungumzia mchezo huo, ni kivipi mjipanga kuweza kuibuka na ushindi dhidi ya JKT. Ndio vizuri, tumshukuru Mwenyezi Mungu. Baada ya mchezo wetu wa kwanza kule Ruangwa Lindi, sasa timu ilirejea nyumbani na moja kwa moja tukaingia kambini Avic Town. Tunafahamu timu bado ni mpya, ina technical bench mpya. Kwa hiyo wachezaji technical bench wamekubali kusacrifice baadhi ya holidays zao kwa ajili ya kukaa kambini, kuhakikisha wanasuka chemistry, wanatengeneza uelewano mzuri player kwa player, ili tuweze kuwa na impact kubwa tunapokuwa kwenye pitch. Kwa hiyo maandalizi yameendelea vizuri na tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Leo tutafanya maandalizi yetu ya mwisho pale pale Avic Town. Alafu kesho saa 12:30 tutakuwa uwanja wa Manispaa ya Kinondoni almaarufu kama KMC kwa ajili ya kucheza mchezo wetu wa kwanza wa nyumbani wa ligi kuu ya NBC msimu huu. Kwa nini ni muhimu wana Yanga wajitokeze uwanjani hapo kesho Ali? Nimezungumza jana hili na narudia tena kulizungumza hapa. Ni kweli kwamba tuna kikosi kizuri sana msimu huu. Hili ni kweli na linahitaji akili ya kawaida tu kuangalia profile za wachezaji wa Yanga, kuangalia profile ya technical bench na kuamini kwamba Young Africans tuna kikosi kizuri sana. Lakini kikosi kizuri pekee hakitoshi kuupa uchampioni. Malengo ya Young Africans ni kuchukua ubingwa tena msimu huu, ubingwa wetu wa 6, na ili tuchukue ubingwa maana yake inatulazimu wote kama taasisi kila mtu aanze kufanya jukumu lake. Jana nikawaambia mashabiki wa Yanga, ile mood au ile button ya holiday ya sherehe tuizime sasa na tuwashe button ya kazi, kwa maana ya matawi yote kuanza kusimama nyuma ya timu, kuwasupport wachezaji wetu na kuhakikisha tunafika viwanjani kushangilia na kuwapa nguvu tuweze kupata matokeo mazuri. Ligi msimu huu ina kila dalili ya kuwa ligi ngumu sana kwa sababu ushindani umeongezeka. Ninaangalia baadhi ya mechi naona competition ni kubwa sana. Sasa wahenga wanasema biashara ni asubuhi. Hapa kwenye ugumu hapa ndio watakiwa kukusanya pointi zako mapema. Kwa hiyo niwaombe sana wana kesho KMC tujitokeze kwa wingi kweli kweli kwa mchezo wetu wa kwanza nyumbani, lakini pia tuwape nguvu wachezaji wetu waweze kutupambania tupate pointi za mapema wakati ligi ni pamoja na TVE popote pale ambapo unatutazama. Bado tupo kwenye saa ya mwisho kabisa kama unajiunga nasi, na sasa tupo kwenye preview. Hapa huwa tunatazama michezo mbalimbali ambayo inachezwa kwenye siku husika. Leo tuna michezo miwili ya ligi kuu soka Tanzania bara. Coastal Union leo watakuwa nyumbani kucheza dhidi ya TRA, pamoja na mchezo mwingine ukiwahusisha mabingwa wa kihistoria, mabingwa mara nyingi zaidi wa NBC Premier League. Hapa nazungumzia Young Africans ama Yanga. Wao watakuwa leo nyumbani kwenye dimba la KMC wakicheza dhidi ya JKT Tanzania. Ni moja kati ya michezo ambayo kama utahitaji kwenye misimu kadhaa iliyopita ulikuwa moja kati ya mchezo bora zaidi na mchezo mzuri kuwahi kutazama. Lakini mara ya mwisho JKT kuja KMC walikula mkono kabla ya kuelekea kwenye mchezo wa dabi ambayo Yanga walienda kucheza dhidi ya Simba kule visiwani Zanzibar. Kwingineko tutawatazama Chelsea ambao watakuwa ugenini kwenye Monday Night Football kucheza dhidi ya Fulham. Bado mimi ni Idi Nonga kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Kama utanitafuta ama ukaniandika kwa jina hilo utanipata. Niko na Salumu Mnolela, mzee wa kaskazi. Hapa unapiga mzee kuruka mishale mingi. Malume ni nani kwani? Mimi Malume namjua Alex Ngai. Kuna msanii anaitwa Malume. Nyimbo hiyo. Inaitwa Malume. Hapa unacheza ile namna hiyo. Kwa ndio kama unaenda nionyeshe mfano. Malume. Papa kufiti hapa. Kufiti. Ile ndio kufanya hivyo kwa miguu hivi kaka? Ile achana nayo. Usafute mabara mengine. Uonyesha? Usionyeshe. Tuna kuonyesha kuna ofisi moja nitakupeleka. Anakuonyesha Kachelo. Kwa Kachelo kule tuna kuonyesha Malume. Bwana wananchi Young Africa leo kwa mara nyingine tena ndio timu ambayo ikicheza hata usiku watu wanaenda kuja hapa.
Yaani hizi timu zikifanya vizuri hata wewe saa 7 usiku wachezeshe tu watakuja. Hata saa 7 mchana. Watu watakuja. Wanacheza dhidi ya JKT. Misimu kadhaa ilikuwa mechi. Hapo mimi nikuongezee. Yaani sio tu matokeo. Pia naenda kumwangalia nani. Yaani bwana Gwaki turekodie bwana hii. Ukiwa una wachezaji wengi wazuri. Si unaelewa, quality players to X factor wale wa kutosha. Hiyo inaweza ikampelekea mtazamaji kulipa kiingilio chake kwenda kuangalia mechi. Unajua kuna mtu Nonga anawezekana sio mshabiki wa Young Africa. Ila yeye anampenda Shalulile. Huyu ataenda. Kwa hiyo yeye atalipa kiingilio mimi nikamuone Shalulile. Kuna mtu sio mshabiki wa Yanga ila yeye huyo mtu anampenda Kangwanda. Atalipa kiingilio akamuone Kangwanda. Si unanielewa? Kwa hiyo ukiwa na wachezaji wengi nyota inavutia wewe kwenda kutazama. Kwa mfano mimi mwenyewe binafsi hadi kisa cha kuipendaga Barcelona. Zamani ilikuwa napenda kuiangalia Barcelona ili nikamwangalia Ronaldinho. Ndio. Mimi ilikuwa naweza nikaangalia Barcelona labda Barcelona wameshaongoza 4. Wakati huo siatufuatilii kwa kama kazi for burudani for fun tu. Usiku unajua mechi saa 5 usiku inaisha saa 7. Kwa hiyo ukienda pale unakuta Barcelona anaongoza 4 lakini wewe unakaa unaangalia. Mimi nataka nimuone mtu wangu Ronaldinho tu akichukua anavyopokea mpira unasikia burudani. Bwana. Lakini kocha ile Ronaldinho kamtoa dakika 60 mimi mpira umeisha hapo hapo. Saa 4 bila Ronaldinho hayupo naangalia nini? Nenda zangu kulala. Umeelewa? Kwa hiyo sasa ukiwa na wachezaji wengi wazuri unaweza ikakuvutia mtazamaji pia kulipa kiingilio kwenda kutazama hiyo mechi kwa ajili ya kuangalia hao wachezaji wazuri. Sasa uzuri wake kwa Yanga ndo unao wachezaji wazuri wengi alafu na matokeo yanapatikana na unakanyagika mpira mzuri. Kwa hiyo mtu ndo kwa sababu mtu unajua yeye ana miss ngoja leo nikaiangalia Yanga nikapate burudani. Lakini timu ikiwa na wachezaji wa hovyo, timu haipati matokeo, mtu ashawishiki huko. Yaani kalipe mimi nikaangalia bwana nikaenda kwenye TV. Tunasema hivi ma TV. Yalivyo hivi. Na Waswahili ndio mmekaa maskani wanasema na kuangalia timu yangu bwana. Sasa unakuangalia nini? Mimi basi vitu tuangalia hapa. Mimi timu juzi hapa. Simba na Yanga. Ile mechi ya Zanzibar. Kuna mtu alikuwa wa Simba anamwambia mwenzake usiende bwana kuangalia hiyo mechi. Akaambia bwana kwa nini? Hiyo tunaenda kufungwa tu. Yaani alikuwa kama mtu ambaye amekata tamaa. Timu akaenda yeye Zanzibar. Timu imefungwa. Nipo naye hivi akampigia tena. Bwana vipi ndugu yangu shwari uko Zanzibar tumefungwa unaonaje Zanzibar kulivyokuwa mbali huko kurudi nyumbani? Anamwambia hivyo. Ndio nilikwambia umeona kulivyokuwa mbali huko kurudi. Umeelewa? Kwa hiyo timu ikiwa mbovu pia labda ina hiyo sasa sisemei Simba mbovu. Yaani nimetoa tu mfano huo. Timu iko haifanye matokeo mazuri. Kwa sababu mimi kiuhalisia katika moja ya timu mpaka sasa imenifurahisha kwenye ligi inafanya vizuri Simba, na hata ukiniambia niweke resho Simba nitamweka namba 1 kwa sababu amecheza mechi ya away zote afu mechi zote ngumu na amepata ushindi wa 100 akiwa na wachezaji pungufu. Maana yake hii ni timu ambayo imeonyesha kitu kikubwa sana. Kuona appreciate Simba walichofanya. Sije mtu akasema wewe utolee kwa Simba au no. Umetoa tu mfano kwa mtu ambaye anakuwa na wasiwasi na timu. Maana yake nini? Maana yake yule mtu alishindwa kusafiri kwenda Zanzibar kwa sababu alikuwa na hofu na timu yake. Kwa hiyo ukiwa hauna hofu na timu yako utaenda kuitazama. Kwa hiyo ndo walipokuwa Young Africa sasa hivi. Yaani unasikia raha tu kwenda kuitazama. Asikwambie mtu timu yako ikiwa bora. Yaani wewe mtu mwenyewe unasikia raha kwenda kuitazama timu yako. Tukiwatazama JKT wenyewe. Msimu uliopita walikuja hapo wakachezea za kutosha kweli kwenye uwanja wa KMC, lakini walivyoanza ligi kwa msimu huu Ahmad Ally kocha wa Yanga umemsikiliza jana kati anazungumza kama timu anaijua na kucheza nayo. Watatupa mechi JKT? Sidhani kama watatoa mechi tafu. Ila kama ikitokea JKT wakatoa mechi tafu mimi ndo watakuwa wameni surprise sasa JKT. Ila the way ambavyo JKT nimewaona hivi sasa ligi ilivyoanza
na walivyomaliza ligi msimu ulioisha. Na nafikiri sijui na wewe tulizungumza, ila niliongea kule katika radio tena. Abisai angekuwepo Kachelo hapa ningemwambia kuhusu ndo kwa sababu ndugu yako Josia, ila kusudi tutakumbata hapa tulifanya ile Josia na Ahmad Ally. Mimi nikasema kwa sasa Josia yuko juu naye tulikuwepo, unakumbuka. Nikamwambia kwamba Ahmad Ally katika makocha nilikuwa na wakubali sana, yeye pia mmoja wapo, lakini kadri siku zinavyokwenda ni kocha ambaye timu yake inashuka taratibu na yeye anashuka ubora kama coach. Sasa nilikuwa nimeiona kwa msimu ulivyokuwa unaisha. Msimu huu ligi ilivyoanza, mechi alizocheza hizi mbili, naona kwamba kweli ana struggle, timu yake haichezi vizuri, sio JKT ile, timu yake haijapata matokeo mpaka mechi moja kapigwa, mechi moja draw nyumbani. Umeelewa? Sasa katika silaha kubwa ya JKT ilikuwa ni squad alikuwa nayo, ubora wa kikosi na the way ambavyo timu inacheza. Ila sasa hivi kikosi pia kimepungua. Makari wameondoka, wachezaji wengi sana, kina Dirunga, wakina Kichuya sijui wameondoka. Kina Ndemla wameondoka. Squad imepungua ubora, kocha pia timu yake imepungua. Makari walikuwa nao kucheza vizuri pia kucheza vizuri. Sasa mimi hata wakati ule JKT wanapungua Makari kwa najiuza sasa hapa kutakuwa kuna shida tu sababu Ahmad Ally naye nilikuwa namuona timu yake mwishoni alikuwa anafanya sana rotation, wachezaji ambao ulikuwa unategemewa wawepo uwanjani unawaona kwenye benchi. Wale ulikuwa unategemewa kwenye benchi unawaona uwanjani. Mimi nikanajua hapa ipo shida mahali. Kwa anazungumza kina Ndema ila sasa ndio nilipokuja kufuatilia na habari kwenye sosi zangu nilizopata na post aliyoiposti Hassan Dirunga kama umeiona, aliyosema kwamba sehemu sijui ilipokuwa alikuwa anaonekana sijui Nizamu wana alafu nilipo ndo kiongozi wa Nizamu ndo kapewa captain. Ndio manake ni kama dongo la alipotoka na alipotoka wapi? JKT. Ndio, umeelewa vizuri. Sasa inasemekana mwalimu Ahmed Ally alipoteza ushawishi dressing room. Umeelewa? Manake sasa kocha ukishapoteza ushawishi dressing room, hiyo ni hatari. Yaani ukishakuwa tu kuna shida kwenye timu, nafikiri kwa Kiswahili fasaha tuweke kwamba ukishaanza kuwa kama hauko sawa sawa na wachezaji wako, hauwezi mwalimu ukadumu wala ukafanya vizuri. Yaani ukishakuwa tu mwalimu wewe na wachezaji wako mmeingia kwenye migogoro, sasa wachezaji masini ya mtu kama sijui Dirunga, Ndemla, sijui akina Shiza, wewe kufanya vizuri kama kocha ni ngumu. Ndio maana Ahmed Ally mimi nahisi anaweza akawa anafanya vibaya, sio tu kwamba kwa sababu ya uwezo yeye wana. Ukakuta tu wachezaji tu wameamua bwana yani hawakubali tena unachowaambia. Ushaelewa? Yaani kama ni bwana sababu tayari sisi na hata hapa kuna conflict imeingia hapa. Ndio. Kwa wewe twende tu hivyo hivyo ambavyo. Huyu anasema ni some kama Renatus wa Bukoba Kagera, napenda kufahamu Aziz Ki kwa nini hachezi. Una taarifa zozote za Aziz Ki? Aziz Ki nafikiri bado alikuwa haja train na timu. Unajua usajili wake ulichelewa na kujiunga na timu pamoja, kwa hiyo ni swala la muda tu. Akishakuwa sawa anaweza akacheza. Kwa sababu hata leo tunaweza tukaongea kawepo kwenye kikosi. Ni swala tu la mwalimu kuona huyu mchezaji yupo tayari kwa matumizi. Sababu walimu wenzetu ama professional kama hao walimu wakubwa wafundishwa Mama Melody Sundown huko, wao wanataka kila kitu kiende kwa utaratibu. Hawataki tu mafuku kisa wewe Aziz Ki uje tu uingie kwenye timu tu ucheze. Yaani utakuja, utaangalia, utafanya mazoezi na wenzako, mwalimu akiona fitness level yako, ninachotaka mimi ninachofundisha umegain, umekielewa, ndio unapata nafasi ya kucheza. Ila kama fitness level yako ipo chini, mwalimu anachokifundisha mazoezini hujakielewa, uwezi kupata nafasi. Kwa hiyo leo naweza tukaongea tukamuona kwenye timu ya otherwise kaanza au uko benchi. Anasema natamani leo Mwalimu Gomez acheze, ila kwa Yanga hii wengi watafungwa. Anaitwa Mpangala kutoka Iringa Mtere. Anasema natamani leo muone Sele Gomez. Kwa timu ya Yanga ambayo tumeitazama na kuiona kwenye michezo kadhaa, nafasi ya Sele Gomez ipoje pale? Kwa sababu ili acheze lazima atoke yule bwana Tule Sharulile. Si ndio watu wake wapambane na namba. Huyo Tule mwenyewe naye kashajichekecha. Shajipeleka benchi.
Hataki Eti shani. kajichekecha. Yaani tayari. Tule kapiga ya nini mie? Nimshindane na Shalulile. Kwani ana shida gani Tule kaka? Uchebe bwana mzito. Uchebe mzito. I think Uchebe ndo Tule. Tule inatakiwa time. Aendelee kupata muda, ila kwa sasa bado hajashawishi. Ila kwa sababu muda bado tuendelee kumtazamia. Ila kwenye swali lako kuhusu mwalimu bwana, ili aweze kupata nafasi Yanga lazima aache kazi afanye kazi. Kwa sababu namba anaocheza ili yeye acheze inabidi anacheza kwa Shalulile, anacheza kwa Max Nzengeli, anacheza kwa Kangwanda, anacheza kwa Zakwane. Aziz Ki kaongezeka. Kwa sababu Usele uzuri wake anaweza kucheza striker, anaweza kucheza nyuma mshambuliaji, anaweza kucheza wide pembeni. Sasa hii front line nani akae nje acheze yeye? Nani akae striker pale? Maana yake Peter akae nje acheze Selemani Mwalimu. Tule pia yupo hapo. Na yeye maana yake inabidi aendelee huko kumshikilia benchi hapa, hamna kutoka, baki huko. Kwa hiyo ni nafasi anayocheza Young Africa ni ngumu. Ndio maana watu wengi tulisema ukiacha kwamba alifuata hela labda ushawishi, lakini sehemu sahihi ilikuwa kwa yeye kucheza, ilikuwa Simba alikuwa anapata nafasi. Tena kwa mfano kama mambo anayofanya Dumbia, Steka Kirungu alikuwa mwalimu pale. Anakaa yani kulikuwa Simba kuna namba ya uhakika. Yanga anaenda kubeti. Yani Yanga anaenda kubeti. Na kuna nani hapa inazungumza ama ipo kwa Yanga na Sheikh Toure, hasa mashabiki wao. Ukimchukua na Ibrahim Dumbia na mashabiki wao wa Simba, Yanga ni kama wana protect wachezaji wao. Mashabiki wa Simba ndio wao wa kwanza wanamzungumzia vibaya Ibrahim Dumbia. Ni jinsi ya kuchukulia mambo ama hii ikoje sawa? Hamna cha kuprotect bwana. Kweli mbona Sheikh Toure asemi hamna cha kuprotect, hapo matokeo tu ndo yanafanya. Kumbe hii anatafuta mbuzi wa Yanga. Yani Yanga sasa hivi hawezi kusemwa mchezaji, Yanga hawezi kusemwa kiongozi sasa hivi. Kwa sababu ya matokeo yanapatikana, mpira mwingi unapigika. Huyo Tule watu hawamfikirii kwa sababu Shalulile yupo pale. Kangwanda yupo pale, anafanya vizuri. Maxi Zakwane ndio. Simba yule anasemwa kwa sababu pale mbele hakuna mtu. Umeelewa? Ndio maana nasema hivi, kwa mfano angekuwepo striker pale, let's say yupo Kagere, anaweka tu watu wangemuulizia huyu wa nini bwana vipi. Umeelewa vizuri? Lakini Simba huyu anamuulizia kwa sababu hakuna mtu pale mbele. Ndio striker ni yeye tu. Umeelewa? Kwa hiyo Yanga matokeo yanavyopatikana, au wachezaji wengine wanavyocheza vizuri, ndio watu wanashindwa kumfikiria yeye Tule. Hivyo wewe sasa Yanga ile ya msimu uliopita ile tuseme, wenzake akina Depu walikuwa wasemwe, alikuwa anasemwa. Sasa kwa sababu ile ilikuwa nayo Yanga yetu walimalizia msimu ilikuwa tia maji. Kwa hiyo hii Yanga hii kila kitu kiko smooth bibi. Yaani wewe hata kama utakuwa unazingua wewe, yani wewe kosa lako kuonekana ni dogo. So huyo tu kuna mtu anamuulizia ngoma. Hakuna. Kwa sababu muda anafanya kazi, Duke Abuya anafanya kazi, timu inashinda. Umeelewa? Watu hawana huo muda. Lakini Simba sasa hivi kwa sababu ndio hivyo nakuta ndio huyo mara sasa hivi wataanza watu kumuoji na nani? Na Kaleso. Sasa Kaleso Batlala. Kuna mjomba mmoja aliyeka kamweka Kaleso aje kwenye kioo kama Mutale kaona yule Kaleso kushaanza kuwaka. Yule mpira wa bongo ule hauwezi kuucheza. Kwa sababu yule mwepesi mlaini, yani nguvu hana, alafu anapenda kupenya huku watu na ligi yetu watu wanapiga papi bwana. Hata kufika. Ligi yetu watu wanapiga papi, so mchezo. Ligi hii mtu mwenye mwili mdogo aliweza Luis tu. Mixon. Ila hawa unaona yule Mixon wa kwanza yule. Wa kwanza. Sio huyu. Wa pili watu wakacheza unakochezaga wakamrudisha. Ndio maana akina Banda walikuja wakachemka. Akina Joshua sijui, akina Hezaz Morocco. Yani ligi yetu sisi mchezaji akiwa na mwili mdogo huwa wana struggle sana. Yani at least yawe na vitu vingi vya ziada. Kama Okelo kalikuwa kana. Sasa Okelo sasa big. Unajua Okelo mrefu. Ni mrefu. Okelo mrefu. Okelo mwili tu. Yani ila na select ila Okelo mtu mrefu. Wewe fuati muangalie hata kwenye nani, yani futi ngapi ni
na I think 6 kasoro mrefu. Okay, sawa, tutazame mchezo mwingine ambao utachezwa leo pia. Coastal Union wanacheza leo. Watakuwa uwanjani vipi? Sababu Coastal nao wameanza unga kwelikweli. Leo wanacheza na Coastal leo wanacheza na TRA United. Na TRA. Mchezo mgumu. TRA ujue nao hawajaanza vibaya. Chini ya mwalimu Ndailagije, japokuwa mchezo wa mwisho waliingia kichwa na Azam. Wakala mkongoto, japokuwa sasa anakuja sasa kustuka maji ya jioni. Alikula mkongoto. Wanakuja sasa kustuka sasa maji. Si unakumbuka aliingia na mfumo wake ule, aliweka timu wazi, unakumbuka? Akachukua kichapo goli 2 za chapchap. Anakuja sasa akili zikakaa vizuri sasa. Anakuja mwishoni tena too late, wenyewe wazungu mnasema. Ushafungwa, lakini alikuja kufunguka mwishoni. Sasa ugumu wa mchezo ni kwamba TRA hawawezi kukubali pia kufungwa mechi zote mbili. Yaani wamefungwa mechi iliyopita, wafungwe tena na leo. Coast na wao hawawezi kukubali, sababu wanajua baada ya hapa mchezo tunaenda kufuata ni wa Simba na mnyama. Kwa hiyo tukidondosha alama hapa, maana yake tuna mechi mbili naweza tukaangusha alama 6. Kwa hiyo sisi tulie na huyu mwenzetu hapa, tuzichukue hizi 3 ili hata tukiangusha na Simba sisi fresh. Ndio maana nakwambia mchezo huo wa leo utakuwa mgumu, sio mchezo. Itakuwa mechi ya kuchezwa hii. Atumwi mtoto dukani wa mchezo. Sawa, tumalizie na mchezo wa mwisho kabisa, ni kwenye EPL leo. Chelsea wanaanza ligi leo. Fulham na EPL watu wamekula sana goli nyingi ndio wanaanza ligi. Hawa wote wanatokea timu za London. London derby hiyo. Zote timu za London. Kujawahi kuwa mchezo mwepesi wa Chelsea. Mechi ya kuchezwa na Fulham. Sasa issue ipo kwa Chelsea. Nilikuwa jana naangalia mechi ya Liverpool, tukawa watu tunajadili hivi, bingwa unamuona nani na nini, watu wengi walimpa nafasi Arsenal. Sasa mimi katika kutoa nafasi na mimi nikasema Arsenal, ila hapa mtu wa pili ndio ninashaka nani. Ila nikasema nitamwangalia Chelsea kesho atakavyocheza. Akini press kama ninavyofikiria nitamweka yeye nafasi ya pili. Kwa nini? Nikamuuliza. Chelsea inaonekana tangu msimu uliisha kucheza vizuri na nini. Nikamwambia Chelsea, unajua kwa wachezaji mmoja hawana wachezaji wabaya sana. Walimu tu ndio wanashindwa kuwatumia. Sababu una midfield Cancelo, midfield Enzo Fernandez, una Lavia, una midfield akina Cole Palmer au umeelewa? Why useme una timu mbovu? Shida ilikuwa tu kwa mwalimu ambaye alikuwa anaweza kuwaunganisha hawa wachezaji. Sasa mimi kwa nini Chelsea na waogopa na nawapa sana nafasi? Kwa sababu ya mwalimu aliyekuwa naye. Mimi sijawahi kuwa na mashaka na Alonso. Xabi Alonso. Mimi miaka yote Alonso mimi namkubali. Kaulizwa mbona Madrid alifeli, nikamwambia sometimes unaweza ukafeli sehemu sio kwa sababu kocha mbinu. Ukafeli sehemu, ukafelishwa tu na mazingira. Nikamwambia yule Madrid alifelishwa na ego za wachezaji. Unajua Madrid unataka ukienda pale wewe kocha ndio uwe chini ya wachezaji. So wewe kocha wewe unataka uwe juu. Ukiwa juu umeumia. Mambo hayo ndio Mourinho alimfukuzishaga mara ya kwanza. Anataka sasa Mourinho unajua akienda sehemu yote ndio anataka awe star. Sasa Madrid wale wachezaji wa sasa hivi pia hawataki hizo habari. Maelewa, ndio maana alipofika tu Mourinho zikaanza tetesi za Vini kuondoka, kwa sababu alikuwa anajua Vini ana ego na yule bwana cha mdomo naye ana ego. Itakuwaje? Sasa kuna mtu jana juzi wameshinda akaniambia umeona Mourinho kashangilia na wachezaji. Nikamwambia Mourinho ndo alivyo. Yaani akishinda wachezaji wote wazuri, atawakumbatia nyinyi, atawapa 5, mtakula hata dina kwake. Ila pale wangefungwa pale. Waone balaa lake. Ungeanza kusikia mdomo na mida ya kubeti. Salumu Miolela kwa sekunde chache sana, mechi ya Yanga na JKT tunaiwekaje hii? Yanga anashinda. Coast na TRA. Hiyo GG. Fulham na Chelsea. Fulham nyumbani, mpe Chelsea. Mazima. Mechi ya mwisho ni Bologna na Lazio, hiyo tunaiwekaje? Hiyo GG hiyo. Ino ni GG. Sawa, ulikuwa ni wakati mzuri sana kwako wewe mwana michezo na mtazamaji wa Namba 10 popote pale ulipo, na kutumia nafasi ya kutazama popote pale ambapo
uliketi na kutoa na kuanzia saa 6 mpaka muda huu. Shukrani za dhati kwa wote ambao wamehusika kuiandaa namba 10. Huyu ni Salumu Mwerera, alikuwa Abisai, alipita hapa pia Jonas Emmanuel Maziku, Gwakisa pia pamoja na Mohamed Azimio, Medi Kagere. Mimi ni Idi Nonga. Kesho pia ni siku mwana michezo, tutakutana hapa kuanzia saa 6 mpaka mida hii.